Ni mjukuu wa mwalimu tena, na nyuma yangu ni ofisi ya chifu eneo bunge la Kiaru. Ni ofisi ambayo imeweza kujengwa na mbunge wa eneo hili ambaye ni Ndindi Nyoro. Ni ofisi ambayo wengi wameiona kwenye mitandao ya kijamii, lakini tulisema leo lazima tuangalie ground kwa sababu wengi wanasema kuwa vitu kwa ground ni different. Nyuma yangu ni lango la kuingia ofisi hii ya chifu, na ukiangalia vizuri rangi ambazo zimeweza kupigwa hapa ni rangi ambazo hazijagharimu pesa kidogo, ni pesa ambazo zinaonyesha kwamba kulikuwa na accountability. Labda tu mpiga picha uzuie kupiga watoto walio nyuma yangu. Ofisi yenyewe ni kama hivi, kama unaweza ukawaonesha. Ni ofisi ambayo nadhani wengi mpaka sasa kwenye mitandao ya kijamii mmeweza kuiona, na lebo yenyewe inaonyesha hapa kwamba the Office of the President, Ministry of Interior and National Administration, Assistant County Commissioner Office, Kiaru Division Headquarters. Kwa hivyo hii ni headquarters. Na sijui wewe mkazi wa eneo bunge, wewe mkazi Mkenya, eneo bunge lako kuna ofisi kama hii, na kama hakuna, let's hold our leaders accountable, kwa sababu hii ni njia nzuri ya kuonesha kwamba mbunge huyu hakuweza kuzitumia pesa zake vibaya na aliweza kuzitumia ilivyopaswa. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kuangalia miradi ambayo mbunge huyu wa Kiaru Ndindi Nyoro ameweza kuzindua. Hii ni baadhi tu, na siku ya leo tuko Murang'a, na hapa eneo bunge la Kiaru tutakuwa tunafichua mengi, tuone kazi ya Ndindi Nyoro. Hiyo ni barabara ya mjini. Ukiona nimeweza hata kulala barabarani utadhani niko kwangu. Ni barabara ambayo tu imeweza kutengenezwa na mbunge Ndindi Nyoro. Bado tunaangalia miradi yake. Ni barabara ya mjini na barabara yenyewe ni safi. Na utaamini kwamba mpiga picha, kama unaweza kuwaonesha kiatu changu, kumeweza kunyesha. Murang'a kulikuwa na mvua kubwa asubuhi siku ya leo, lakini bado unaniona mimi sina matope kwa sababu ya barabara kama hizi. Kwa hivyo tunampa kongole mbunge wa huku, tunaona kwamba pesa zake aliweza kuzitumia vizuri. Na barabara yenyewe, ukiangalia barabara yenyewe kuna mahali ambapo tunaweza kusema ni pa kupitia. Watoto wanakuwa wakipitia hapa, magari yanapitia kule. Kwa hivyo hakuna mbishano kati ya magari na watoto. Labda tu uoneshe kuna zebra crossing, na ni barabara tu ndogo na bado iko na zebra crossing. Anawajali watoto, na kuna kibango ambacho kinaonyesha kwamba watoto wanapitia hapa. Ndio kile kibango chenyewe. Wengi hawaamini mbunge wako amefanya kipi. Kwa hivyo 2027 nadhani unafaa ukimwangalia mbunge wako sana. Hii ni barabara ya watoto kuvuka. Watoto wanavuka hapa, huenda wako wametoka shule, kwa sababu kuna shule iko hapa chini. Nitakuwa nikikupeleka bado tuone miradi ambayo ameweza kufanya hapo. Hii ni zebra crossing, ama kipita njia cha watoto wanakuwa kivukia hapa. Barabara yenyewe si hapa tu, waonesha mpiga picha, unaweza ukaonesha hadi njia ni refu tu. Na what I love about Kiaru ni kwamba, mpiga picha kama unaweza nionyesha sasa, what I love about Kiaru and Murang'a County, kuna combination nzuri sana kati ya mbunge wa Kiaru na huyu gavana wa huku Irungu Kang'ata. Nitakuwa bado na kuonesha barabara nyingine ambayo imeweza kujoin. Sasa hiyo ni a county government of Murang'a ambayo imeweza kutengezwa na Irungu Kang'ata. Nitakuwa nikikuonesha, na tumesema siku ya leo lazima tuangalie kipi ambacho huyu Ndindi Nyoro ameweza kukifanya. Tumekuwa tukisikia tu sifa zake kwenye mitandao ya kijamii, lakini leo tuko kwa ground, na kwa kweli mambo kwa ground ni kama ambavyo tunaona kwenye mitandao ya kijamii, si different hata kidogo. Hapa niko Hui bodaboda stage, bado ni Kiaru constituency, na niko na watu wa bodaboda hapa, na nataka watuambie wameweza kunufaika vipi na barabara ambazo mbunge wao ameweza kuziweka. Kwanza tuanze na jina. Majina yangu ni Paul Chomba Gathwita. Sasa mimi naweza ongea mambo ya Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro amejaribu sana huku Murang'a, atuongeagi mambo yake. Amejaribu. Sasa kutembea sisi atuhangaiki, hakuna matope, barabara ziko sawa. Naona kama bado ni safi. Sasa kama ni watoto wa shule, high school, day scholars, wanalipa dhao moja, wanakula shule. Sasa sisi mambo ya Ndindi hatuwezi ongea. Uko na mtoto shule? Niko na mtoto shule. Unalipanga 1000 peke yake? Nalipanga 1000 tu. Per term. Na anakula shule. Jina lako? Mimi naitwa Peter Ndongo, mimi ndiye chairman hapa Hui.
Sasa yenye naweza sema Ndindi Nyoro kwangu mimi ninamtabua kama MP wa kwanza. Si tu Kiharu, Kenya mzima. Yeye ndiye amefanya tujue kazi ya MP na tumeona maendeleo yake. Wewe labda uko na mtoto shuleni? Niko na watoto wanasoma. Unalipa karo ya pesa ngapi? Mimi wangu wasomei hapa. Wanasomea na huko Kerogoya. Wanasomea mbali kidogo. Wewe kama chairman, watu wako wa pikipiki hapa kwenye hii stage wanasema nini kumhusu Ndindi Nyoro? Sasa za Ndindi Nyoro hatuongeangi. Tunasemanga tu Mungu ambariki na azidi kufanya kazi. Na akuwe funzo kwa wengine. Hao wengine akuwe yani awafundishe venye watakuwa wanashughulikia watu wake. Wewe ni kitu gani ambacho unapenda sana kutoka kwa Ndindi Nyoro? Labda ni barabara, labda ni vyakula shuleni, labda ni hiyo karo kupunguza? Chenye napenda kwa Ndindi Nyoro, mimi namuonanga kama kiongozi ambaye tulipewa yeye na Mungu. Tu. Asante sana. Haya. Ndio. Walisikia amepewa trophy ya Tindia na uko namba 2. Hapo mwisho aongeze kwa hawa saa hii tuweke vijana. Kama amefanya kazi si jokes ya mtaa. Nimesomea hiyo mlima. Tulikuliwa na jamaa amesua watu. Mimi nikisoma kumbi ilikuwa inanifika hapa. Maji lazima ukebeba maji na kibuyu. Ukienda shule. Saa hii ni tiles. Ni tiles. Kablos, unaona pale? Pale mwalimu akiongea, kuna venye tulikuwa wakati wa mvua kuna venye tulikuwa tunafanya hivi. Unaona mtu amechimba kashimo. Saa hii ni kablos, watoto wanasimama kwa kablos. Dede ni mwanaume. Ndio. Ndindi Nyoro ako fiti. Unaona kwa high school Sasa siku hizi my friend unaenda kwa primary schools. Unaona ati flow sasa unaenda kuipata high school. Siku hizi unaipata hapa tu primary school. Sasa unaona watoto wanapata good environment ya masomo. So hata tunatarajia masomo iende juu mwanangu. Chakula tutaongea kweli. So watu wanakula vizuri. Wanakula vizuri. Hiyo kitu ya tap hiyo bao tu peke yake mtoto anakula vizuri sana. Bao peke yake. Ulisikia wapi hiyo? Bao lunch. Mtoto anakula vizuri, diet ni poa. Unaona? Wenyewe Ndindi Nyoro tunataka akae hapo kwa hiyo kiti. Si hatutaki hiyo nyingine governor ama nini. Kama niko na limits. Unajua MP ina limits. Akae hapo. Action. Bado tuko eneo bunge la Kiaru na nyuma yangu ni lango la kuingia shule ya Vidhu Ramji ECD Center. Ni shule moja lakini kuna nyingine ambayo tumeweza kuipita ule upande kama nitaweza kuonyesha kwenye video hii. Na kama mpiga picha unaweza kukaribia tu, tumepata kwamba lango limeweza kufungwa, lakini kazi tunaiona ni shule zote za hapa Kiaru ambazo zimeweza kuwekwa hizi cabros na shule inaonekana ikiwa nadhifu sana. Mpiga picha unaweza ukawaonesha shule ambayo hata ukiingia kama kuna matope. Mpaka sasa mimi nimeweza kutembea sana lakini bado sijaweza kukutana na matope. Ukiangalia wakazi wa hapa kumenyesha sana lakini ni viatu ambavyo si gumboot. Na wote huyu kwanza amevalia slippers ziko chini kabisa. Na shule yenyewe naona kwamba kumeweza kufanyika urekebishaji. Yani ni shule nadhifu, hata ukiwa mbali inakupendeza, inavutia kuiona, ina mvuto wa aina yake. Kwa hivyo sisi tuko hapa eneo bunge la Kiaru na tunahakikisha tunakuonesha maendeleo ambayo mbunge wa hapa ameweza kufanya. Kama hajaweza kufanya, wakazi wenyewe wataweza kusema, lakini kama amefanya utaisikia kwenye video hii ikiwa complete. Jina langu ni mjukuu wa mwalimu. Twende sako kwa bako tutakuwa tukimaliza. Mimi uzuri wa huyu MP wetu Ndindi Nyoro ni venye anasaidia mashule ya huku Kiharu sana na chakula. Sasa kwa hiyo chakula video wanga tunapewa hiyo kazi ya kwenda ku offroad nini kwa mashule, pia mimi napata pesa hapo. So mimi hiyo ndio naweza sema ananisaidianga nayo.
barabara hivi. Ya, barabara bado ametuundia barabara hizi za huku za kupenya penya hizi. Lakini kila mtu huku hakuna mtu anaongea ubaya wa Dede Nyoro. Kila mtu anaongea tu uzuri wake. Na mashule hata akitaka kura raundi nyingine bado tutampea. Hiyo sidhani kama kuna mtu atampinga huko. Hakuna. Hata akikosa kufanya kampeni. Atakuwa ameingia direct. Na pale mashule nao amefanya nini? Haya mashule pia wamepunguzia wazazi mambo ya school fees na chakula pia. Ni kweli wanalipa dhao. Huku wao wanalipa dhao. Na mtoto anakula chakula anasoma. Asante. Halo. Sasa tunasema Dede Nyoro aendelee. Na ende kabisa akuwe president. Asante.